Ikumbukwe mtafute ya kuweza kushiriki kombe la AFCON kwa vilabu kutokea hapa Afrika, lakini pia mataifa kutokea hapa Afrika ilikwisha kuanza, na ikumbuke mechi ya mwisho Tanzania pia iliweza kucheza na Guinea. Sasa Guinea kuna kesi yao ambao walikwisha kuipeleka CAF, na CAF sasa wao wameweza kutoa majibu. Sasa kamati ya rufaa ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF limeutupilia mbali rufaa iliyokatwa na Guinea ikipinga uamuzi ambao pia uliweza kufanywa na kamati ya nidhamu ya shirikisho hilo Disemba mwaka jana, mwaka 2024, wa kuweza kutoipa ushindi wa mezani timu ya taifa ya nchi hiyo, yani nchi ya Tanzania Taifa Stars ambayo inafahamika kwa jina hilo, katika mechi ya raundi ya mwisho ya kuweza kuwania kufuzu finali za mataifa yani AFCON mwaka 2025, ambayo hiyo mechi hiyo iliweza kuchezwa mwezi wa 11 tarehe 19 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Lakini pia sasa Guinea ilikata rufaa ya kuhitaji kupewa point 3 za mezani katika mchezo huo, ambao katika mchezo huo pia iliweza kupoteza kwa bao moja bila dhidi ya Taifa Stars, ambapo pia ilidai kuwa Taifa Stars ilimtumia kimakosa Ibrahim, ambaye pia Disemba mwaka 2024 kamati ya nidhamu ya CAF ilitupilia mbali rufaa hiyo ya Guinea, jambo ambalo pia liweza kufanya shirikisho la soka la nchi hiyo kuweza kukata rufaa ya pili ikiendelea kudai ushindi wa mezani. Taarifa hiyo iliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF bana siku ya tarehe 16 ilieleza kuwa rufaa hiyo ya pili Guinea imetupiliwa mbali tena na CAF, hivyo ni uhakika Taifa Stars itashiriki finali za AFCON ambazo zinategemewa kuweza kuanza mwishoni mwa mwaka huu Disemba 21 mwaka 2025 mpaka Januari 18 mwaka 2026. Sasa kamati ya rufaa ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF imeweza kutupia mbali rufaa hiyo ya Guinea dhidi ya Tanzania. Ikumbuke kwamba wao waliweza kulalamika kwamba Ibra Baka aliweza kuingia na jezi ambazo ni ameweza kuvaa namba tofauti, ni jambo ambalo kimpira pia haliwezi kufanyika na halihitajiki kuweza kufanyika katika soka. So Guinea wao wakawa wamekata rufaa wa kesi hiyo kwamba waweze kupewa point 3 za bure. So kesi yao imeweza kutupiliwa mbali na kamati ya nidhamu kutokea huko CAF, na Tanzania rasmi sasa wanatangaza kuweza kujiunga na AFCON mwaka 2025 mwishoni 2025-26, ambapo mashindano hayo yatafanyika katika jiji la Morocco. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu, recommendisha kinoma noma.